Asanteni wa Kenya kwa mara nyingine tena, ni mimi hapa msichana wenu Brenda Kangai, mtoto wa Mlima Kenya, na I'll be vying for the Nairobi Woman Representative seat. But today tunasema aje, mambo imechemka mambo imechemka kuchemka pale UDA. Lakini sisi wana Azimio, watoto wa baba, tunawambia my friend, wacha katambe, wacha kawake wacha katambe, wacha kawake. UDA the Tower of Babel. Mlituambia mko na agenda ya mama mboga, agenda ya mtu wa mkokoteni, agenda ya vijana, agenda ya mahasla na watu maskini. Agenda ni kupigania vyeo, agenda ni kupigana who is who ama ni nini. Saizi mnabomolea watu instead mkwe mna focus vile watu wanakuwa relocated to another places. Nyinyi mna focus na issues za who is the top person in UDA, who is superior than the other. Lakini sisi wana Azimio tunasema wacha katambe, wacha ichemke. Let the people know that UDA had nothing to offer to a common Wanjiku. Let Kenyans know at this time that these people, they were agendaless, they were clueless, they don't know what is governance. Ni watu walikuwa wanajaribu wakabahatisha, wakafanya 1-2 wakapata uongozi and wameshindwa kugovern wananchi wa taifa la Kenya. Because I don't see a substantial reason to why UDA government at this time inabishana mwananchi akiona when wananchi wanasafa. And let me ask you, hii mvutano yote inaweza kuwa ni kudivert attention yetu, tusahau that tunapitia tusahau that mnaenda kututax more. My friend, Wakenya wako rada, lakini as long as ni vitu zenu za ndani, piganeni, raluaneni, chama ni yenu. Mimi ni mwanachama wa ODM, hata mkitaka kuchoma UDA chomeni bwana. What are you telling us? Msitulete ujinga. Msitulete ujinga. But the people of Mount Kenya, we are very clear. Kwa sababu mlikono mtoto wetu Rigathi Gachagua, mkambebesha wheelbarrow, msijaribu kumfanyia madharau. Hiyo UDA yote, the extended family of UDA, you can quarrel, you can fight, but don't try kudunga mtu ametoka Mount Kenya. We will be with you. Vile tunasupportingi baba, hivyo ndivyo tutasupport watu wa Mlima Kenya. I belong to Mount Kenya and I'm very royal in politics by the. If I mean kusupport mtu, huwa msupport 100%. I believe in democratic principles. There is no conmanship. There is no conmanship in political parties. Kama mlijadiliana serikali ni ya shareholders, watu wa Mount Kenya wapewe share zao, waacha wapatiwe. Lakini kama muwapatii, waacha katambe. Hiyo chama tuvunje. Chama itabaki ikiwa imara ni chama ya ODM. Chama ya baba, chama ya Jacob, Raila Amolo Odinga. Kenyans. At this time ODM that is doing registration. Na mnaona vurugu right center ya watu wakubwa wenye wamemachua, wajiita sijui sisi ndio wakubwa chama. This is the time to register as an ODM member. Mkenya umelala hapo unangoja nini? Na unaona huku kwingine ni Tower of Babel, huku kwingine kumewaka, kumechemka. Brenda Kangai is here to update you every day what is happening in this country, kwa sababu wale watu wako na responsibility ya kufanya hiyo kazi, they're not doing, they're just wasting public money for vitu hazina miguu. So I'm here just to tell you, UDA people, sisi watu wa Azimio, my friend, roho zetu zinasikia vizuri. Mungu amejibu maombi. Sisi tunangoja hata mfanye mkutano wa UDA, muraruane makofi. My friend, that day Twitter, Facebook, Instagram, YouTube kutawaka moto. Sisi ndio tutakuwa tunawapostia. The Tower of Babel.
undecided people who never knew what they were doing in governance, clueless people who don't know anything about governance. They just yap right, center, left, kwendeni huko serikali makachie. Unaona hii vita yote ya UDA inatoka kwa sababu ya jina inaitwa Limuru 3. Sasa hata tujaanza, Limuru 4 is loading, Limuru 5, Limuru 6. And I've been telling you, mwenye anaumwa na mikutano ya watu wa Mlima Kenya, enda ufanye mkutano kwenu my friend. Kila mtu akona uwanja kwao. Uwezi kwa mnaumwa, sisi watu wa Mount Kenya tukiitana, tunaongea vitu zetu, tunaongea na mother tongue. We are trying to solve our own issues. We are trying to see kama watu wetu wenye walidanganywa keka kura mahali, kama kuna kitu inapatikana. At the end of the day, we try to talk our own issues, and you come here and up, right, center, left, and say, oh, these people of Mount Kenya, sijui are selfish, sijui nitatoa nani kwa chama. Leave Mount Kenya people alone. Cleophas Malala, leave Mount Kenya people alone. Cleophas Malala, acha ku beat around the bush, useme oh, sijui Moses Kuria, sijui Kadhoni wa Mushomba, sijui Mutai Kaiga, and then unarudi unaeka Oscar Sudi hapo na Murkomen, ndio tuone that umebalance. My friend, tell us you're targeting the leaders from Mount Kenya region. The moment we made Sagana Limuru 3, mliumwa, iliwakera, iliwawasha, mlikuwa mnawashwa. Let me tell you this. We are going to have a lot of Limurus. 4 is coming, 5 is coming, 6 is coming. Hata hiyo Sagana yenye Uhuru alikuwa na Twitter, I hope tutaitwa tena Sagana 4, Sagana 5, Sagana 6. Na ule mtu anaumwa sana na mikutano za watu wa Mount Kenya. Undeni mikutano kwenu, kwani kwenu hakuna uwanja? Mshinda mmetupigia hapa kelele, oh, mliitana mkutano, oh, you are doing politics, oh. My friend, ule mtu mwenye anaumwa sana, kwenu kuna uwanja. Ita mkutano hapo in the nearest primary school and talk to your people and talk your issues. Mount Kenya inawaumia nini? Saizi biashara zinabomolewa Gikomba, 80% of people wenye wanaenda kuumia ni Wakikuyu. Mnaongea ama mmenyamaza? Saizi taxes mnaenda kuongezea mingi zaidi. Mbona tusikii taxes za gari ambayo inabeba sugar cane ikitaxiwa? The car that is carrying a sugar cane in Western Kenya, it is not taxed. Lakini gari ambazo zinabeba maavocado na vitu za kukula kutoka Mount Kenya, they are being taxed. Abeg, kujeni pole nani. Tunaona mmetupangia, pia sisi tunakaa chini tuwapangie. You are neither special than anybody. Hakuna community special than any community in this country. We are all equal. We are governed under one constitution. Na tukifeel like rights zetu azikubaliki, tunaitana kama jamii na we find a solution. Yukonda Wasan Rigathi Gachagua akakuja akabeba kura zote akapeleka huko UDA, akapelekea wakora. Saizi mnamuona vibaya. Hebu mjaribu mdunge hivi. I have never supported Rigathi, but this time round, amtaguza watu wa Mount Kenya tukiwa hapo. Nobody will touch any leader from Mount Kenya. Be it Mutai Kaiga, be it Moses Kuria, hata hawa kina the lost Ndindi Nyoro. Hakuna mwenye atawavamia. Those are our leaders from Mount Kenya and we respect them 100%. If where you come from you don't respect your leaders, or sisi mali tumetoka, we respect ours. What are you telling us? Nakuja hapo na vitu mingi juu ya Limuru 3, and then now Malala becomes now I am the UDA, do what I am issuing a disciplinary action to this. Just say I am targeting Mount Kenya leaders who maybe participated in Limuru 3, maybe they grabbed for the people who went for Limuru 3, or maybe they commented something. Ama walitajwa huko kwa hiyo mkutano. Just say that. In short, acha kushika umepiga makona, we know you. But this time round, watu wa mlima, nani, this is the time for us to unite. And if we are not going to unite, other people are going to laugh at us and say, now look at this tribe,
These people have been organized, they have businesses, they're the most hardworking. Now look at them. Hawana njia, hawana mwelekeo, hawana hii na hii kwa sababu hawana unity, hawana leaders wa kuongoza. So the people of Mount Kenya, let us hold our leaders even. As much as unamchukia, as much as you differ politically, hata kwa umetoka chama inaitwa Nyani, stand with your leader. This is the time to show solidarity to our leaders. This is the high time we stand with our own leaders in Mount Kenya. Na Malala utawaletea nyef. Mtawaletea ujinga.